Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kombe la CRDB Bank Federation Cup ambao tumetoka kuutazama siku ya leo kutokea katika uwanja wa KMC Complex uliopo Mwenge jijini Dar es Salaam, ni mtanange ambao umeikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanaoshiriki ligi kuu Tanzania bara dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stand United ambao wao wanashiriki championship kwa ajili ya kupanda daraja. Fahamu mchezo huu umeweza kumalizika kwa klabu ya soka Yanga Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi mzito mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Stand United. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club umeweza kufurahishwa na ushindi ambao Yanga wameweza kuupata dhidi ya Stand United, like video yetu, alafu tuende kwenye comment section katuambie kwa upande wako wewe ni mchezaji gani ambaye ameweza kukukosha ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club hii leo. Je, ni Mwamba Lusaka? Je, ni Stefan Aziz Ki? Fahamu katika kipindi cha kwanza Young Africans walikuwa katika kiwango bora sana. Tunashuhudia Young Africans walianza kufungua akaunti ya magoli katika dakika ya 16 kupitia kwa Mwamba Stefan Aziz Ki, lakini dakika ya 20 Nixon Clement Kibabage akipokea pasi safi iliyopigwa na Mwamba Stefan Aziz Ki akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la pili. Bao la tatu la Yanga limefungwa katika dakika ya 32 kupitia kwa Mwamba Lusaka. Alikuwa katika utulivu wa hali ya juu kisha kumchambua beki wa klabu ya soka ya Stand United na kuweza kuiandikia Young Africans bao la tatu, huku bao la 4 likifungwa na Mwamba Lusaka tena katika dakika ya 40. Kwa tunaona mpaka mpira unaelekea half time, basi Young Africans alikuwa kifua mbele kwa mabao 4-0. Katika kipindi cha pili Stand United dakika 50 waweza kupata bao la kufutia machozi kupitia kwa Frank Hamisi, mchezaji ambaye ameweza kufunga goli kiufundi kweli kweli, lakini ashuhudia Young Africans katika dakika ya 52 kupitia kwa Stefan Aziz Ki, Mwamba kweli kweli, huyu akaweza kuiandikia Young Africans bao la 5 na ni bao lake la pili katika mchezo huu. Lakini nashuhudia dakika ya 60 Stefan Aziz Ki aliweza kustrike shuti kali na kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club bao la 6, na dakika 64 tunashuhudia Mwamba Stefan Aziz Ki akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club bao la 7 na likawa ni bao lake la 4. Yani kiufupi Stefan Aziz Ki siku ya leo ameweza kufunga mabao 4 katika mchezo ambao Yanga wameweza kutinga hatua ya nusu fainali akiwa ni bingwa mtetezi wa kombe la CRDB Bank Federation Cup, ambapo kombe hili aliweza kulitoa msimu uliopita, ambapo kwa upande mwingine tunashuhudia kwa sasa wanakwenda kukutana na klabu ya soka ya JKT Tanzania, ambao kwa upande mwingine itakuwa ni mechi ya nusu fainali, na nusu fainali nyingine inakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Singida Black Stars dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Sasa mara baada ya mchezo wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Stand United kumalizika na klabu ya soka ya Yanga kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 8-1 kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club ndugu Ali Shabani Kamwe ameweza kufunguka maneno mazito kwa ushindi ambao Yanga wameweza kuupata na kwenda hatua ya nusu fainali. Ali Kamwe anasemaje? Cha kwanza ameweza kuyaposti magoli ambayo Young Africans wameweza kuyapata, kisha akaandika alhamdulillah, yani hapo akimshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo ambayo Yanga wameweza kuyapata. Akaandika hivi: hongera wachezaji, benchi la ufundi na mashabiki wote waliojitokeza katika uwanja wa KMC Complex kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Hakika Young Africans ni miongoni mwa klabu bora na tutamfunga yeyote atakayesogea mbele. Huyo ni Ali Kamwe akitupa kijembe kizito mara baada ya klabu ya soka Yanga leo kuweza kuibuka na ushindi wa mabao 8-1 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stand United. Nini maoni, nini mtazamo kwa hiki ambacho wameweza kukisema meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka Yanga? Una nafasi kwenye eneo la comment na kushare nasi maoni yako. Kuna wataalamu wa tiba za asili lakini Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheisa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheisa Sultan: unaweza kumpigia simu namba 07564658
18 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheisa Sultan ili utibiwe. Hakika Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao.